Nisikize kwa makini sana. Inawezekana wewe ni mmoja wapo ambaye umekuwa ukijiuliza siku nyingi sana ya kwamba pasta, nimefanya kila kitu ambacho nimefundishwa na wahubiri mbalimbali, nimewekewa mikono, nimeombewa, nimefunga na kuomba, lakini bado sijapokea Roho Mtakatifu wala sijanena kwa lugha, ikiwa natamani sana na na kiu sana. Sikiliza stori hii, ninaamini itakusaidia. Kulikopo kuna wanandoa wawili. Wanandoa hawa siku moja walipoamka wakamkuta dove, yani ua, nje kwa manyumbani kwao. Walipomwona wakampenda sana, lakini tatizo likawa ni hapa: siku wakigombana yule ua anapaa anaondoka, wakipatana yule ua anarudi. Siku ikitokea wamebamiza mlango yule ua anaondoka, kukitulia yule ua anarudi. Siku moja wakajiuliza, baada ya kujirudia mara kwa mara, mme akamuuliza mke wake, hivi umegundua nini kwa habari ya huyu ua ambaye, yani dove ambaye anakuja nyumbani kwetu? Akasema hivi, tukigombana anaondoka, tukipiga kelele anaondoka, tukibamiza mlango anaondoka. Mme wake akamwambia hivi, je, wewe unampenda huyu ua? Akasema nampenda sana. Akasema yeye nampenda. Sasa hapa tufanye machaguo, tuchague aidha tunataka si tugombane au namtaka ua abaki. Mwanamke akasema kwamba nataka sisi ua abaki. Basi akasema sasa tusigombane. Walipoacha kugombana, yule ua akawa pale ni makazi yake ya siku zote. Bible imemtoa mfano ua, mfano wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ua ni tofauti na njiwa. Yeye hapendi fujo, yeye hapendi makelele, yeye hapendi disturbance. Mwana wa Mungu, umekuwa ukimtaka sana Roho Mtakatifu, ila sikia siri hii: Roho Mtakatifu anapenda utulivu, hapendi ubize mwingi, hapendi disturbance na distraction nyingi, mambo mengi, makolokolo mengi. Mwana wa Mungu, kama utaamua leo hii ukirudi nyumbani kutoka kazini kwako, ukajipa utulivu chumbani kwako, ukafunga karibu vitu vyote, ukawa una muda angalau lisali moja la ukimya, no sim, no call, no text, no anything, no makelele, ni wewe na Roho Mtakatifu katika ukimya, nikwambie wazi, utakuja hapa baada ya siku 21 utaniambia, pasta, ulisema ukweli, nimejawa na Roho Mtakatifu kiwango ambacho zaidi nilivyotarajia. Roho Mtakatifu anapenda mtu ambaye anampa muda wa utulivu. Muda wa lisali moja wa utulivu na Roho Mtakatifu ni zaidi ya masaa mengi ambayo ungekaa na watu wengine. Mungu akubariki sana. Ninaamini kwa stori hii utaenda kuifanyia kazi na utakuja mahali hapa utanipa testimony. Mungu akubariki sana.